mtikisiko kuhusu bei za tiketi za kombe la dunia nchini Marekani. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo la mpango wa amani kwa Iran wakati akitoa matumaini ya kukomesha vita vilivyodumu kwa karibu mwezi mmoja. Gazeti la New York Times likiwa nukuu maafisa ambao hawakutajwa majina limesema Marekani imetuma pendekezo la mpango wa vifungu 15 kwa Iran kupitia kwa Pakistan. Televisheni ya Israel ya Channel 12 ilisema Trump, miongoni mwa mengine, anapendekeza kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, ambapo pande hizo zitajadili pendekezo ambalo litajumuisha Iran kukabidhi madini ya urani yaliyorutubishwa na kupiga marufuku urutubishaji zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump amesema Marekani inafanya mazungumzo hivi sasa na Iran, ambayo haijathibitisha kuwepo kwa mazungumzo yoyote rasmi. Licha ya matumaini ya Trump ya diplomasia, jarida la The Wall Street limeripoti kwamba Marekani inapanga kuwapeleka Mashariki ya Kati wanajeshi 1,000 kutoka kikosi cha 82 cha wanajeshi wa anga. Hayo yanajiri wakati Tehran ikitangaza kwamba itaruhusu meli za mafuta zisizokuwa na za kivita kupita katika mlango bahari muhimu wa Hormuz. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier na waziri wa mambo ya nje Johann Wadephul wamekosoa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Viongozi hao wa Ujerumani walikuwa wakizungumza katika hafla iliyofanyika mjini Berlin kuadhimisha miaka 75 ya mageuzi ya wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Katika hotuba yake, Steinmeier aliita vita vya Iran kuwa ni kosa kubwa kabisa la kisiasa ambalo ni uvunjaji wa sheria za kimataifa. Wadephul alikumbusha hadhira kuhusu jukumu kubwa la Marekani katika kuiunganisha Ujerumani ya Manazi, kujenga upya Ujerumani baada ya vita na kusaidia katika kuungana tena kwa nchi hiyo mwishoni mwa vita baridi. Lakini pia alionya kuhusu kile alichokiita changamoto mpya za kihistoria, huku kukiwa na sera ya kigeni isiyotabirika katika muhula wa pili wa Rais Trump. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuwekwa shinikizo zaidi dhidi ya Moscow baada ya watu kadhaa kuuawa na wengine kujeruhiwa katika wimbi la mashambulizi ya Urusi kote nchini humo. Zelensky alisema jana kwamba kiwango cha shambulio hilo kinaonyesha wazi kwamba Urusi haina nia ya kukomesha vita. Mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Urusi usiku kucha ulifuatiwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wakati wa mchana, ikiwa ni pamoja na kituo cha kihistoria cha jiji la magharibi la Lviv. Jeshi la Ukraine lilisema Urusi ilirusha droni 550 mchana kweupe, ikiwa ni kinyume na mbinu iliyozoeleka ya kushambulia nyakati za usiku. Mji mkongwe wa Lviv ni eneo la turathi za dunia za UNESCO na uliongezwa kwenye orodha ya maeneo yaliyo hatarini kutoweka mwaka wa 2023 kutokana na uvamizi wa Urusi ambao umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 4. Washington. Shirika la anga za juu la Marekani NASA linaendelea kubadilisha mpango wake wa utafiti wa mwezi na linapanga uwepo wa kudumu wa binadamu. Akizungumza mjini Washington, msimamizi wa NASA Jared Isaacman amesema kuwa muda unayoyoma katika ushindani huu wa madola yenye nguvu na mafanikio au kushindwa kwa mbio hizo kutapimwa katika kipindi cha miezi na sio miaka. Amesema NASA itawekeza karibu dola bilioni 20 kwa kipindi cha miaka 7 ijayo na kujenga kituo cha utafiti mwezini ambapo kutakuwa na safari kadhaa zitakazofanywa na wanaanga. NASA ilitangaza mbinu ya ujenzi wa kituo hicho kwa awamu, ikisimamisha kwa muda kituo cha anga za juu cha Gateway kinachozunguka mwezi katika muundo wake wa sasa na kuelekeza malengo yake kwa miundo mbinu inayowezesha shughuli endelevu kwenye uso wa mwezi. Brussels. Mashabiki wa kandanda barani Ulaya wamewasilisha malalamiko rasmi kuhusu gharama kubwa ya tiketi za kombe la dunia la FIFA linalotarajiwa kufanyika Amerika Kaskazini msimu huu wa joto. Chama cha wafuasi wa soka Ulaya FSE na shirika la haki za watumiaji la Euroconsumers waliwasilisha malalamiko ya kurasa 18 jana Jumanne kwa halmashauri kuu ya Ulaya huko Brussels. Kupitia taarifa ya pamoja, wamesema shirikisho la kandanda duniani FIFA linatumia udhibiti wake katika mauzo ya tiketi za kombe la dunia la 2026
na limetumia mamlaka hayo kuweka masharti kwa mashabiki ambayo hayawezi kukubalika kamwe katika soko la ushindani. Wanasema kwamba bei za tiketi ni kubwa zaidi kuliko mashindano yoyote yale yaliyopita ya kombe la dunia. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Haya ni miongoni mwa tuliokuandalia katika uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali asubuhi ya leo. Mzozo huko Mashariki ya Kati wazidi kutokota huku Israel na Iran zikiendelea kushambuliana. Utasikia pia kuhusiana na uchunguzi wa moja kwa moja uliobaini mauaji ya RSF huko El Fasher Oktoba kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Na marufuku ya pombe yaliyowekwa mjini Damascus wiki hii yazua mjadala inakoelekea nchi hiyo. Kumbuka tupo mubashara kabisa katika ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii wa Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Unaweza kutusikiliza pia na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili. Matangazo haya yapo mubashara kwa sasa. Redio washirika nao huko Afrika Mashariki na Kati wanarusha matangazo haya asubuhi pia. Kwa hiyo chaguo ni lako utakakotusikiliza. Kwa sasa tuvalie njuga uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali na bora tuanzie huko Mashariki ya Kati. Hali huko Mashariki ya Kati bado ni tete, huku Israel na Iran zikiendelea kushambuliana. Bruce Amani ameufuatilia mzozo huo na kutukusanyia yote yanayojiri katika ripoti ifuatayo. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo la mpango wa amani kwa Iran wakati akitoa matumaini ya kukomesha vita vilivyodumu kwa karibu mwezi mmoja. Dalili za awali za suluhu ya kidiplomasia zilijiri licha ya machafuko mapya, huku kombora la Iran likisababisha majeraha nchini Israel ambayo nayo iliendeleza operesheni zake za kijeshi na kuapa kutoa udhibiti wa ukanda wa kusini mwa Lebanon. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani inafanya mazungumzo hivi sasa na Iran. Alisema Iran ilifanya jambo la kushangaza kwa kutoa zawadi kubwa yenye thamani kubwa ya pesa. Hakuelezea zaidi, lakini alisema zawadi hiyo inahusiana na mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imeufunga kwa kiasi kikubwa ili kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israel, hatua iliyosababisha bei za nishati duniani kupanda. Iran, katika ujumbe uliosambazwa na shirika la kimataifa la usafiri wa baharini muda mfupi baadaye, ilitoa hakikisho la kuruhusu vyombo visivyo vya uadui kupita salama katika njia hiyo. Waziri Mkuu wa Pakistan amejitolea kuandaa mazungumzo kati ya Marekani na Iran ambayo Trump alisema yanawahusisha maafisa wakuu wakiwemo makamu wa rais J.D. Vance. Gazeti la New York Times likiwanukuu maafisa ambao hawakutajwa majina limesema Marekani imetuma pendekezo la mpango wa vifungu 15 kwa Iran kupitia kwa Pakistan. Televisheni ya Israel ya Channel 12 ilisema Trump miongoni mwa mengine amependekeza kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja, ambapo pande hizo zitajadili pendekezo ambalo litajumuisha Iran kukabidhi madini ya urani yaliyorutubishwa na kupiga marufuku urutubishaji zaidi. Iran imeituhumu Israel kwa kufanya shambulizi la pili kwenye kinu chake cha nishati ya nyuklia cha Bushehr kilichoko karibu na vituo vya makazi ya watu katika Ghuba ya Uarabuni. Lakini licha ya matumaini ya Trump ya diplomasia, jarida la The Wall Street limeripoti kwamba Marekani inapanga kuwapeleka Mashariki ya Kati wanajeshi 3,000 kutoka kikosi cha 82 cha wanajeshi wa anga. Makombora ya Iran yamepata mafanikio makubwa kwa kupenya mifumo ya ulinzi ya Israel, huku picha za AFP zikionyesha mitaa iliyotapakaa vifusi katika kitovu cha kibiashara cha Tel Aviv. Israel imesema ilifanya wimbi kubwa la mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Iran. Aidha, imeimarisha kampeni yake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon, ikisema jeshi lake litachukua udhibiti wa kusini mwa Lebanon hadi eneo la mto Litani, karibu kilomita 30 kutoka mpakani. Lebanon, ambayo serikali yake kuu imekuwa dhaifu kwa muda mrefu, ilizidi kuwa na msimamo mkali kwa kutangaza kwamba imemwamuru balozi wa Iran kuondoka ifikapo Jumapili, ikishutumu jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa kuingilia masuala ya ndani na kufadhili operesheni za Hezbollah. Bahrain, Kuwait, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zote zilisema zimezuia mashambulizi mapya ya droni na makombora, huku Iran ikiendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya mataifa ya Ghuba ambayo ni washirika wa Marekani.
Ilikuwa ni ripoti yake Bruce Amani hiyo. Idadi kubwa ya Wajerumani wameonyesha wasiwasi kuhusu uwezo wa nchi yao kupokea wakimbizi zaidi kutoka Iran. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la Forsa imebaini kuwa 73% wanaamini Ujerumani haingeweza kukabiliana vyema na wakimbizi wengine wa Iran, huku kukiwa na mashaka makubwa miongoni mwa muungano wa vyama vya kiafidhina vya CDU-CSU na wafuasi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Josephat Charo amezungumza na Dr. Harrison Mwilima na kwanza akamuuliza kama hofu hii ina msingi. Nadhani ni hofu ambayo inaeleweka, kwa sababu kama tunavyofahamu wanasema kwamba uking'atwa na nyoka hata ukisikia tu ujani kidogo unashtuka, kwa sababu tukumbuke hapo Ujerumani wakati wa mgogoro ule wa Syria kuna wakimbizi zaidi ya milioni 1 waliingia hapa kutoka Syria, kutoka Iraq, Afghanistan. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2015 2016. Tutakumbuka tena hapa mgogoro wa Ukraine, vita vya Urusi na Ukraine vilipoanza. Tutakumbuka pia kuna wakimbizi wengi kutoka Ukraine ambao wengi wao pia walikuja Ujerumani. Kwa hiyo huu mgogoro unaoendelea Iran sasa unafanya Wajerumani wengi kuwa na wasiwasi kwamba wa Iran wanaweza kugeuka kuwa wakimbizi na wakaja hapa. Kwa hiyo ndio maana ni kitu ambacho kinawaletea wasiwasi Wajerumani. Wewe upo katika mji mkuu Berlin. Unaona ni mkakati upi ambao tayari serikali imeanza kushughulikia ili kuweza kukabiliana na hofu hii miongoni mwa Wajerumani kuhusiana na wimbi la wakimbizi kutoka Iran? Nadhani serikali ya Ujerumani kwa sasa hivi inajaribu kukimbizana tu na hizi athari zinazotokea na hivi vita, kwa sababu tumeona bei za mafuta zimeanza kupanda. Changamoto zimekuwa kubwa sana Ujerumani, sasa hivi ndio wanaanza kuhangaika. Lakini mkakati kama mkakati hatujasikia mkakati maalum ambao umetolewa na serikali zaidi ya kukataa tu kushirikiana na Marekani na Israel katika kufungua mlango wa Hormuz. Kuna mfumo huu wa pamoja wa Umoja wa Ulaya kuhusiana na masuala ya wahamiaji unaitwa EU Common European Asylum System, mfumo ambao utaanza kutekelezwa mwezi Juni mwaka huu 2026. Hofu ambayo ipo miongoni mwa Wajerumani, unaona kwa umbali gani inaweza ikabadili mtazamo wa Ujerumani kuhusiana na uwezekano wa wimbi hili la wakimbizi kutoka Iran? Itabadilisha, kwa sababu utafiti huu ni wa kipekee, una matokeo ya kipekee, kwa sababu inaonyesha pia wale wafuasi ambao kwa kawaida ni wa vyama vya mrengo wa kati kushoto na vyama vya kisoshalisti ambao wengi wao hawana tatizo na wakimbizi na wahamiaji. Katika utafiti huu inaonyesha hata wafuasi hao nao wana wasiwasi. Ukiachilia hawa, kuna hivi vyama vya mrengo wa kati kulia na mrengo mkali wa kulia, wao wakimbizi na wahamiaji ni dhima yao kuu. Kwa hiyo ni utafiti ambao umeleta Wajerumani kwa pamoja na wengi wanakubaliana. Kwa hiyo hii itafanya hata huo mfumo wa Ulaya uliotaja hapo utaweza kufanya kwamba hata wakisema kwamba kila nchi ichukue baadhi ya idadi ya wakimbizi, nadhani kutakuwa kuna mgogoro mkubwa sana Ujerumani. Wajerumani wengi nadhani hawatakubali sasa hivi kupokea wakimbizi zaidi kama ilivyotokea huko nyuma. Ni changamoto zipi mahususi ambazo zinawakabili wa Iran ukilinganisha na wahamiaji kutoka nchi nyingine, tukizingatia hii hofu ambayo imejitokeza sasa? Nadhani kwa Wairani wapo Ujerumani sio tatizo kubwa sana, kwa sababu ukilinganisha diaspora wa Iran na diaspora wa sema kama nchi kama za Syria na nchi nyingine za Afrika, wengi wao wana nafasi nzuri na hawana tatizo, wengi wameelimika. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na tatizo sana ikilinganishwa na wakimbizi kutoka sehemu nyingine. Kinachoogopwa sana sana na Wajerumani ile tu kwamba wakimbizi watakuja, hususan katika kipindi hiki ambacho uchumi haufanyi vizuri, bado kuna changamoto za Urusi na Ukraine zinaendelea. Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima huyo, kama alivyozungumza na mwenzangu Josephat Charo hapo. Maelfu ya watu wanakadiriwa kutiwa kizuizini wakati wa uvamizi wa mwezi Oktoba uliofanywa na vikosi vya wanamgambo wa RSF katika mji wa El Fasher, jimbo la Darfur Kaskazini huko Sudan. Mapigano ambayo uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ulibaini kuwa yalikuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mnamo Februari, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa pamoja na kituo cha taarifa cha Center for Information Resilience CIR chenye makao yake London zilisema kuwa RSF ilibadili hospitali, shule, maghala na makontena ya usafirishaji kwa magereza ya muda. Wakiombogo anaarifu zaidi kwenye ripoti ifuatayo.
Katika giza linalokaba pumzi ndani ya kontena la usafirishaji lililofungwa, kila mshindo ulimpa Ibrahim Noreldin ishara kwamba mfungwa mwingine alikuwa amefariki kutokana na msongamano, huku wapiganaji wa RSF wakizidi kulazimisha wanaume zaidi kuingia ndani. Noreldin mwenye umri wa miaka 42 alisema, nikimnukuu, "Watu walipokufa kwa kiu na njaa, tulipigwa na kulazimishwa kuwazika nje." Mwisho wa nukuu. Akizungumza na shirika la habari la AFP kutoka Tawila, mji wa wakimbizi uliosheheni watu kupita kiasi na ulioko magharibi mwa El Fasher, alisema waliwekwa kufanya kazi za kubeba mizigo, vifaa na silaha. Wakichelewa walichapwa kwa mijeledi. RSF ina udhibiti mkali wa El Fasher na imeruhusu idadi ndogo tu ya wahudumu wa kibinadamu kuingia, ambao wanasema mji huo umekuwa kama mji wa mizimu. Hata hivyo, huko Tawila, mwandishi wa AFP alikusanya ushuhuda nadra kutoka kwa wafungwa 5 wa zamani. Tarehe 26 Oktoba, Noreldin na wengine 6 walikuwa wanakimbia shambulio la mwisho la RSF dhidi ya mji huo mkuu, wakifiatuliwa risasi, kupigwa na kutuhumiwa kuwa wanapigana na upande wa jeshi. Walikamatwa na kuingizwa kwenye gari aina ya Land Cruiser na kupelekwa soko la Al Borsa mashariki mwa mji, kisha wakafungiwa pamoja na wanaume takriban 120 ndani ya kontena lisilo na hewa. Kwa zaidi ya mwezi mmoja waliishi kwa mafundo madogo ya maji na kiasi kidogo cha mlo wa ndengu. Miezi ya kukusanya ushuhuda, picha za satelaiti na video zilizothibitishwa na kuchambuliwa na Umoja wa Mataifa na CIR zinaonyesha kuwa waliokuwa wamezuiliwa walijumuisha wafanyakazi wa serikali, madaktari, waandishi wa habari, walimu na wafanyakazi wa misaada. Wengi walizuiliwa kwa ajili ya fidia, wakishtakiwa kuwa na uhusiano na jeshi au kwa misingi ya utambulisho wa kikabila. Hata hivyo, RSF imekanusha ukiukwaji huo. Msemaji wake aliambia AFP kuwa ripoti hizo ni propaganda, akilishutumu jeshi kwa kuwatumia raia kama kinga za kibinadamu. Pande zote mbili zinazopigana zimetuhumiwa kufanya ukatili dhidi ya raia, ikiwemo kuwalenga makusudi na kuwakamata. Umoja wa Mataifa ulisema kuwa moja ya vituo vikubwa vya kizuizi vya RSF ilikuwa hospitali ya watoto ya El Fasher, ambako zaidi ya wanaume 2000 walishikiliwa bila kupewa maji wala chakula. Ahmed Aman mwenye umri wa miaka 45 aliyekuwa mfungwa hospitalini humo alisema baadhi ya waliokuwa wamezuiliwa walichomolewa kucha zao kwa koleo. Wakiombogo, shukran sana. Marufuku ya pombe yaliyowekwa wiki hii mjini Damascus nchini Syria imezua mjadala miongoni mwa Wasiria. Wengine wanasema hatua hiyo ni zaidi ya kuweza kunywa tu na kwamba inahusu mustakabali wa utawala wa nchi, uhuru wa kibinafsi na umoja wa kijamii. Tatu Karema na maelezo zaidi. Wiki hii mamlaka ya manispaa huko Damascus ilipiga marufuku uuzaji wa pombe katika sehemu nyingi za mji huo. Mabaa na migahawa ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa ikiuza bidhaa hiyo haitaruhusiwa tena kufanya hivyo, na itawezekana tu kununua pombe kwenye chupa zilizofungwa katika vitongoji vichache vinavyoishi Wakristo wengi. Hilo sio jambo la kigeni sana katika Mashariki ya Kati. Waislamu walioshikilia dini hawatakiwi kunywa vileo, huku baadhi ya Wakristo wakiweza kufanya hivyo. Hii ndio maana maduka ya vileo na baa, ikiwa yapo, yanapatikana zaidi katika vitongoji hivyo vyenye idadi kubwa ya Wakristo katika eneo hilo. Walakin marufuku kama hiyo sio ya kawaida kwa Damascus. Kwa miaka mingi, mji huo mkuu wa Syria umekuwa na kanuni za uuzaji wa pombe, lakini haujazitekeleza kikamilifu kwa sehemu kwa sababu watawala nchi hiyo hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, familia ya kimabavu ya Assad ilitanguliza utaifa na kutokuwepo kwa mwingilio wa dini katika utawala. Hii ndio sababu marufuku ya pombe Damascus inaibua mjadala mkubwa miongoni mwa raia wa nchi hiyo. Mwandishi wa habari Angela Al-Sawi Damasin amesema habari hizo zilishangaza na pia kukasirisha. Amesema kihistoria Damascus umekuwa mji wenye watu tofauti tofauti, na utofauti huo ndio utambulisho wake wa kweli. Ameongeza kuwa uamuzi huo unawafanya kuhisi kama wanapoteza sehemu ya uhuru na uwazi wa mji huo. Ameiambia DW kwamba uamuzi huo hauhusu tu unywaji pombe, lakini pia kuhusu uhuru wa kuchagua. Kuna hoja zingine dhidi ya marufuku hiyo pia. Uchumi wa Syria uko katika hali mbaya na kufungwa kwa baa na migahawa kutasababisha mamia ya ajira kupotea. Utalii pia unahitajika, na wakosoaji wanaamini marufuku hiyo inaweza kuwakatisha tamaa wageni. Wengine wanasema ukweli kwamba mauzo haya yanaruhusiwa tu kwenye maeneo ya Kikristo pia inaonekana kama shida kwa sababu inahimiza aina fulani ya ubaguzi wa kidini.
siku ya Ijumaa. Waziri wa masuala ya kijamii Hind Kabawat, ambaye ni Mkristo, alichapisha ujumbe sawa na huo kwenye Facebook kuunga mkono jumuiya ya Kikristo na kusema kuwa vitongoji vyao sio mahala pa pombe, lakini moyo wa Damascus. Mamlaka ya Damascus ilielezea kuwa marufuku hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu ya malalamiko ya wakazi. Lakini kama Al-Sawi alivyosema, baa nyingi zinazozungumziwa zimekuwa hapo kwa miongo kadhaa. Pia kuna Wasiria wengi wanaounga mkono marufuku hiyo. Mkazi mmoja aliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema nchi hiyo ina idadi kubwa ya Waislamu na kwamba haifai kuuza pombe mitaani. Na huyo alikuwa ni Tatu Karema. Na hatimaye India imeanza kuruhusu matoleo ya bei nafuu ya dawa za kupunguza uzito baada ya hati miliki muhimu kuisha. Hii ina maana kuwa kampuni sasa zinaweza kutengeneza aina za gharama nafuu za sindano kama Ozempic. Kutokana na hali hii, dawa hizi zinatarajiwa kupatikana kwa urahisi zaidi duniani, hasa katika nchi ambazo watu hawakuwa na uwezo wa kuzinunua hapo awali. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karamera. Mabadiliko haya yatawarahisishia watu wengi kupata matibabu kwa sababu dawa hizi zilikuwa ghali sana na zikitumiwa zaidi na watu wenye uwezo mkubwa kifedha. Katika maeneo kama Mumbai, madaktari wanasema watu wengi zaidi tayari wanaanza kuulizia sindano hizi na wanatarajia idadi ya wagonjwa itaongezeka zaidi bei zitakaposhuka. Watu zaidi ya 50 mjini Mumbai humtembelea daktari bingwa wa homoni Nadim Rais kila wiki wakitafuta sindano za kupunguza uzito. Tuna takribani watu kati ya 70 hadi 80 ambao wanapata matibabu kwa sasa, Nadim Rais aliambia shirika la habari la Ufaransa AFP. Dawa za nakala au generic zitakapoanza kupatikana na bei kushuka, idadi hiyo inaweza kufikia watu 200 kwa urahisi, aliongeza, huku mwenzie Dr. Suneri Gai pia akisema kuwa mahitaji yako juu na pengine watu hayatumii kwa sababu kwa sasa yanachukuliwa kama ni burudani tu. Mabadiliko haya yanatokea kwa sababu hati miliki ya semaglutide, kiungo kikuu katika dawa kama Ozempic na Wegovy, zimeisha nchini India. India ni mtengenezaji mkubwa zaidi duniani wa dawa za nakala maarufu kama generic. Kufikia mwishoni wa mwaka 2026, hati miliki za semaglutide pia zitakuwa zimeisha katika nchi 10 ambazo zinawakilisha 48% ya tatizo la unene wa kupita kiasi duniani kulingana na utafiti wa hivi karibuni. Nchi hizi ni pamoja na Brazil, Uchina, Afrika Kusini, Uturuki na Kanada. Kwa kampuni za dawa za India, hali hii imeanzisha ushindani mkali. Angalau kampuni 4 kubwa tayari zimeandaa sindano za semaglutide za bei nafuu kulingana na nyaraka zilizoshuhudiwa na AFP. Baadhi yao ikiwemo kampuni ya Zydus Life Sciences zimetangaza uzinduzi wa kwanza kabisa, ikimaanisha bidhaa zao zinaweza kupatikana mara moja. Kampuni ya utafiti itwayo Pharmalaki inasema soko la India hivi karibuni litakuwa na chaguo nyingi. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, nchi hiyo bado ina idadi kubwa ya watu wenye utapiamlo. Wakati huo unene kupita kiasi unaongezeka kutokana na watu kupata utajiri zaidi na kuishi maisha ya kifahari mjini. Takwimu za serikali ya India za Machi mwaka jana zinaonyesha kuwa 24% ya wanawake na 23% ya wanaume nchini India wana uzito uliopitiliza au wanene kupindukia. Mtu anapoanza kuwa na kipato kikubwa huwa anabweteka zaidi bila kufanya shughuli nyingi za mwili hapa, anasema daktari wa upasuaji wa kupunguza uzito Sanjay Borude. Hii ni tofauti na watu katika mataifa yanayoendelea. Kadri watu wanavyopata utajiri, wanajishughulisha na mazoezi kwa ajili ya ubora wa afya zao. Hii ni tofauti kabisa na hapa India, aliongeza daktari huyo. Silvanus Karamera, asante sana, na ripoti yake ndiyo inayotufikisha mwisho wa uchambuzi, lakini mwanzo wa makala. Kwa hiyo usiende mbali. DW Sema Uvume. Wakati teknolojia ikiendelea kukua na kuwanufaisha watu mbalimbali kote ulimwenguni, kuna ambao teknolojia hiyo hiyo imewaathiri na kuacha na huzuni kubwa na majuto. Nchini Marekani, baadhi ya wazazi wameamua kuyashtaki makampuni makubwa ya teknolojia kutokana na athari za maudhui ya majukwaa ya makampuni hayo kwa watoto. Kufahamu mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume. Karibu. Baadhi ya wazazi wamejitokeza kufungua kesi ya pamoja huko Marekani kuyashtaki makampuni ya Meta na Google kwa tuhuma kuwa yamewaathiri watoto wao.
Annalie Short ni binti aliyekuwa na miaka 18. Aliutumia muda wake mwingi katika mtandao wa kijamii wa Instagram ambao ni sehemu ya kampuni ya Meta. Wazazi wake wanasema mambo aliyoyaona Annalie kwenye jukwaa hilo yalimfanya athirike kiakili, hali iliyosababisha ajitoe uhai wake. Lori Short ni mama wa binti huyo. They told her she wasn't enough. Mitandaoni walimwambia kuwa hafai na sio mzuri vya kutosha. Walisema hakuwa mrefu inavyotakiwa na hakuwa mwembamba vya kutosha. Kwa hiyo walipata fursa ya kutumia athari za kisaikolojia alizozipata akilini mwake na walifanikiwa kuiuza hali yake kwa watengeneza matangazo. Walimshusha hadhi yake na kumfanya alinganishe uzuri wake na alichokiona, na alishindwa kutoka kwenye hali hiyo. Lori anaeleza kuwa vijana wengi wameathiriwa na uraibu wa mitandao ya kijamii na wakati mwingine wazazi hawajui ni kwa kiasi gani watoto wao wako matatizoni. Kabla ya kuelewa hasa kuhusu majukwaa haya, nafsini mwangu nilihisi wasiwasi na nilisema mara nyingi, naichukia simu yake, naichukia. Ilifika wakati ikatubidi kuifungia kwenye gari kwa sababu ilimpa uraibu wa hali ya juu. Tulipoichukua na kuificha, aliitafuta na kuipata. Na hiki ndicho kiwango cha uraibu kwa watoto ambao wazazi wanahitaji kufahamu kuwa una nguvu kubwa kimwili na kiakili. Lori anaishutumu Meta kwa kuficha utafiti unaoonyesha kuwa jukwaa lake la Instagram linasababisha uraibu. Anasema wamiliki walioaminisha wazazi kuwa jukwaa hilo ni salama. Analalamika namna wamiliki wa makampuni ya teknolojia wanavyopuuza athari yanazozisababisha kwa watoto. Nilikaa kwenye chumba cha mahakama wakati Adam Mosseri alipozungumza. Ni mkurugenzi mtendaji wa Instagram. Nilikaa pale, nikaangalia barua pepe za ndani alizoandikiana na Zuckerberg kuhusu namna walivyojua kwamba majukwaa haya yanawaathiri watoto na hawakuchukua hatua yoyote kwa sababu yangeathiri ushiriki wa watu katika majukwaa hayo. Todd Miner ni baba wa kijana aliyekuwa na miaka 12 aliyeitwa Matthew. Kijana huyo alijiua chumbani kwake. Polisi wanasema kitu cha mwisho alichokitazama kwenye simu kabla ya kifo chake ni shindano la kujiziba pumzi ili apate wafuasi wengi zaidi mitandaoni. I still see Matthew. Bado namuona Matthew na naukumbuka sana wakati tulipompa huduma ya kwanza ili kuokoa maisha yake. Na ninapowaona watoto wazuri wakikimbia huku na kule wakicheza, najua watoto na familia zao hawapasi kupitia tulichokipitia sisi. Kwa upande wake, Bernard Chao, profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Denver, anasema kuwa kimsingi hii ni kesi ya kwanza kati ya maelfu ya kesi zinazoendelea kusubiri kusikilizwa. Kuna kesi nyingine kama hizi ziko katika mahakama za majimbo na mahakama kuu. Wanaitumia kesi hii kama kielelezo kujaribu kama wanaweza kuzimaliza kesi nyingine. Ni ukweli uliowazi kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kwa watoto yanahitaji usimamizi wa wazazi, kwani yanaweza kuwa na athari kubwa kama ilivyotokea kwa Annalie na Matthew. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri. Na hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, lakini usisahau kuungana nasi tena pale saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Matangazo ya mchana yatakuwa yanakujia wakati huo. Kwa heri kwa sasa. Imekuwa ni taarifa ya habari kutoka shirika la DW, washirika wetu asubuhi hii.
Kabla ya kutamatisha taarifa hii ya habari hapa hivi, basi moja kwa moja tupokee kipenga cha michezo. Katika soko la soka Ulaya, Manchester City na Manchester United wamevutiwa na kiungo wa Newcastle Alessandro Tonali, miaka 25 msikilizaji, lakini mchezaji huyo wa zamani wa AC Milan anapendelea kurejea nyumbani Italia. Ben White, mlinzi wa Arsenal mwenye umri wa miaka 28, anaweza kuondoka msimu huu, huku Everton wakionyesha hamu ya kumsaili mlinzi huyo. Aston Villa ni miongoni mwa klabu kadhaa za ligi kuu Uingereza zingatia na kuangalia uwezekano wa kumsaili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain kutoka Senegal Ibrahim Baye mwenye umri wa miaka 18 msimu huu. Manchester United wamemuweka nyota wa Fulham na Marekani Anthony Robinson mwenye umri wa miaka 28 kwenye orodha yao ya mabeki wa kushoto wanaohitajika msimu huu. West Ham na Nottingham Forest kunakabiliwa na ushindani kutoka AC Milan kwa ajili ya kumsahili mshambuliaji wa Bologna kutoka Argentina Santiago Castro mwenye umri wa miaka 21 msimu huu. Kwingineko, Manchester United wako tayari kutumia hadi euro zipatazo 86.5 milioni, ambazo hizo ni sawia dola hizo ambao ni sawia na milioni 100 euro kwa ajili ya kiungo wa Barcelona Fermin Lopez miaka 22, lakini mchezaji huyo wa Hispania hajapenda kuondoka Camp Nou. Mshambuliaji wa Paris Saint-Germain aliye kwa mkopo Tottenham Randall Kolo Muani mwenye umri wa miaka 27 anataka kuhamia Juventus msimu huu. Kwingineko, Crystal Palace wanachunguza uwezekano wa kumpa mikoba ya umeneja kocha wa Bournemouth Andoni Iraola ambaye anamaliza mkataba wake msimu huu, huku Manchester United pia wakionyesha nia, wakati hatima yake Bournemouth ikiwa hajulikani. Kwingineko, wamiliki wa Chelsea watamuunga mkono kocha wa sasa Liam Rosnia hata kama klabu itashindwa kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya. Cesc Fabregas, kocha wa Como, anaonekana kama mbadala wa Rosnia iwapo Chelsea wataamua kufanya mabadiliko ya kocha. Na hatimaye Juventus wanaendelea kufuatilia beki wakati wa Real Madrid na Ujerumani Antonio Rudiger miaka 33 ambaye atakuwa huru kujiunga na klabu nyingine msimu huu. Katika kiziba mkonga cha sasa, usisubiri hadi uwe mkamilifu kwenye kila kitu ndio uingie kwenye ndoa. Utapoteza muda bure. Mchakato wa kutafuta na kujijenga pamoja una faida kubwa kwenye kuzidi kumfahamu vema mwenzako. Usisubiri hadi uwe mkamilifu kwenye kila kitu ndio uingie kwenye ndoa. Utapoteza muda bure. Mchakato wa kutafuta na kujijenga pamoja una faida kubwa kwenye kuzidi kumfahamu vema mwenzako. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Msikilizaji, enda pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, utapata pale link ya PayPal. Unaweza kutupiga jeki kupitia njia hiyo katika hatua ya kuratibu na kuona kwamba mipangilio ya kitu hiki yanakuwa sawa. Unapobonyeza ile link ya PayPal itakuelekeza kwenye ukuta ule wa PayPal, na basi unaweza kuwa pale mfuasi wetu wa kudoneta mara moja ama kila mwezi ama kila mwaka utavyopenda wewe mwenyewe. Ni chaguo lako. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Ni matangazo ya asubuhi haya. Basi kipindi cha Good Morning Africa kinaanza rasmi. Walio kwenye Facebook tunawaaga kwa sasa, lakini pale kwenye Google kumbana pale nasi masaa yote 24 siku 7 kwa wiki hii.
ni idhaa yako pendwa. Kipindi ni Good Morning Africa. Naitwa Kantona Joseph.